misaada yetu inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie asubuhi ya leo iwe ni asubuhi ambayo ni amani, iwe ni asubuhi ya rahma, iwe ni asubuhi ya ukundufu wa maisha yetu kwa ujumla. Silsila yetu ya alfabet ya A to Z ya maisha, yani vipi unaweza kuboresha maisha yako, maisha yetu, maisha yangu ili yawe bora kuliko vile yalivyo. Leo tumefikia katika harufu ya jim. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka nidhamu katika maisha, na nidhamu hii ya maisha ni nidhamu ya kutujenga sisi tuwe tutaweza kubeba yale yanayotufika katika safari yetu ya maisha, kutupa sisi uwezo wa kufurahia mazuri na kujitahidi kukabiliana na mabaya. Hakika hakuna ibada iliyo bora zaidi kama ibada ya kutoa. Wanazuoni wengi wanasema mwanadamu anapokuwa katika hali ya sakaratul maut, ya kufa, huwa anamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, nirudishe angalau kwa saa moja, angalau kwa siku moja, angalau kwa mwezi mmoja, angalau kwa mwaka mmoja. Akiulizwa akirudishwa duniani utafanya nini? Wanazuoni wanasema ili niweze kwenda kutoa. Nilipokuwa hai sikutoa cha kutosha, nilipokuwa hai sikutoa labda kabisa. Kwa hivyo jii yetu ya leo ni jii ya give, yani toa. Mwenyezi Mungu kila alichokuruzuku nacho kitoe, na kutoa si kutoa hela peke yake. Kutoa kuna kutoa furaha, kama kila unapomwona ndugu yako unatabasamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kutabasamu ni sadaka. Unapoona kitu cha hatari jiani na kiondoa, ukiona hali mbaya katika barabara unaitengeneza, ukiona kitu ambacho kitaumiza binadamu wenzako unakiweka kando. Kutoa ni kutoa pia, kama unafahamu wowote, kutoa ni kutoa elimu, kutoa ni kutoa yale yanayokumbana na majukumu yako. Wanasema katika saikolojia, when you give you grow. Unapotoa unakuwa. When you give you increase your iman. Ukitoa imani yako inaongezeka. When you give you increase your value. Unapotoa thamani yako inakuwa kubwa, kwa sababu mkono wa juu na nguvu kuliko mkono wa chini. Yule anayetoa anakuwa na nguvu zaidi kuliko yule anayepokea. Ndio maana kila mwanadamu anatakana ajitahidi kutoa, kwa sababu kutoa kunajenga confidence, kunakupa nguvu za kuweza kuhimili kila shida inayokukumba. When you give you empower yourself. Unapotoa unajijenga na unajijengea ngome ya kujilinda na kila aina za shida za maisha. Wanasema kama wewe ni mgonjwa, toa, utapoa. Kama una dhiki za kiuchumi, toa, zitaondoka. Kama una shida katika ndoa yako, toa, itanyoka. Kama una shida katika malezi yako, toa, na watoto wako wataongoka. Kama una shida katika jamii, toa, Mwenyezi Mungu atakutatulia. Kwa hivyo moja ya pills ambazo mwanadamu anaweza kutumia za kiakili, za kinafsi, za kijamii na za kiuchumi kadhalika ni pill ya give, toa. Kwa hivyo ule mkono unaotoa, kile kitendo cha kutoa chenyewe katika kinesthetic psychology, yani saikolojia ya kiwiliwili, inasukuma shida kutoka kwako na inatoa iende pale ambapo wewe haupo. Kwa hivyo give, kuwa mtu ambaye kila siku una juhudi ya kujilinda na sadaka, kwa sababu sadaka zinakulinda. Bwana mmoja Misri
alikuwa mgonjwa sana, akawa anamaliza mahospitali, lakini maradhi yake haimaliziki. Mwisho akaambiwa aende Ujerumani, kwa sababu kuna daktari mmoja ni specialist yale maradhi alikuwa nayo. Akafunga safari yake Kenya mpaka Ujerumani, akafanyiwa vipimo vyote. Daktari akamwambia hakuna dawa ndio upasuliwe, na huu upasuaji 90% hautasurvive. Uwezekano ni kwamba ukifanyiwa huu upasuaji, basi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yule bwana akaomba, akamwambia yule daktari, basi nipe muda nirudi nyumbani nikaage mke wangu, mtoto wangu, jamaa zangu, kwa sababu hii operation ni hatari, na mimi nimetoka nyumbani watu wangu wakijua kwamba nitarudi nikiwa nimepata matibabu. Yule daktari akamwambia basi wiki mbili peke yake, ukichelewa zaidi ya wiki mbili, basi huu ugonjwa utakuwa umetambaa zaidi. Bwana akarudi zake Misri kule, katika matembezi yake ya kujiliwaza, sababu anasema moja ya dawa ya stress, msongamano wa mawazo ukiwa umejaa akilini mwako, moja ya dawa ni kutembea katika mazingira ya kupendeza ya maumbile ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yule bwana anatembea akamwona msichana mdogo katika jaa anaokota mikate iliyotupwa na okota vyakula vilivyotupwa. Yule bwana akamsogelea yule binti, akamuuliza kwa nini anaokota vitu majaani. Akamwambia, mimi wazazi wangu hawana uwezo na ni wagonjwa na wamekuwa wazee, kwa hivyo mimi ndiye ninayewalisha, na kwa vile siwezi kupata kazi, basi nakuja majaani vile vilivyotupwa na watu na okota na peleka nyumbani. Akamwambia, nionyeshe basi nyumbani kwenu. Akamchukua akamwonyesha nyumbani kwao. Yule bwana akaenda na safari yake. Usiku akaingia supermarket akanunua vitu kwa kutosheleza mwezi mzima, akaziweka nje ya mlango wa ile nyumba. Siku ya pili yake akarudi tena kule Ujerumani kumwona daktari wake. Yule daktari akamwambia, kwa vile tulifanya vipimo mwanzo, wacha tufanye tena kabla hajapeleka theater. Akafanyiwa tena vipimo mara ya kwanza, daktari hakuamini matokeo. Akamfanyia tena ya pili, hakuamini matokeo. Akamfanyia hata hakuamini matokeo. Akamuuliza, uliporudi kwenu ulikwenda kufanya matibabu gani? Kufanya matibabu yoyote vile, nilirudi nyumbani kuaga watu wangu. Basi mbona ule ugonjwa umepotea, hauonekani tena katika mwili wako? Yule bwana akafikiria kwamba sijafanya matibabu mimi, lakini akakumbuka kwamba alimfanyia hisani yule binti, akampa msaada wa chakula, na kile chakula akitoa kwa siri, na baadaye kikawa dawa katika maradhi yake. Ndio maana wanazuoni wanasema hakuna dawa ya maradhi kuliko dawa ya kutoa. Ukiwa mgonjwa toa, ukiwa na mashakili yoyote toa. Wanasema sadaka ndicho kitu pekee kinachopunguza hasira za Mwenyezi Mungu kwa wanadamu. Hata wakati wanasema kila ukifanya ovu, basi lifuatanishe na jema, kwa sababu huenda lile jema likafuta lile ovu. Na wapendelee watu yale unayojipendelea wewe mwenyewe. Kwa ndugu zangu, harufu yetu ya Injili leo itukumbushe kwamba hamna kitu kizuri kama kutoa. Kile Mungu alichokupa, Mungu atakurudishia mara zaidi ya vile wewe ulipotoa. Bwana mmoja kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumlalamikia kwamba biashara zake zinaharibika, kumlalamikia kwamba mambo yamekuwa tabu, dhiki katika maisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nenda katoe sadaka. Yule bwana akamwambia, Bwana Mtume, mimi mwenyewe sina, nitatoa vipi sadaka? Akamwambia, kile ulicho nacho wewe kitoe, kwa sababu biashara ya Mungu faida yake ni kubwa sana. Ukitoa moja utapata 100, ukitoa moja utapata milioni 1. Kwa hivyo kama una mahitaji ya aina yoyote, tia mkono wako katika mfuko wako utoe, na uende kwa sababu
hiyo ndio mbegu unayoipanda ili kusudi Mwenyezi Mungu akupe nyingi zaidi. Mfano wa kutoa ni mfano wa kupanda mbegu ya kisuke ya mahindi. Unapanda mbegu moja, lakini ule muhindi unatoa visuke vingi sana, na kila kisuke kinakuwa na mbegu nyingi na nyingi na nyingi zaidi. Na huu ni mfano ambao unatakikana utusukume mimi na wewe katika maisha yetu. Usingoje ukasema sasa mimi nimekuwa milionea ndio nitatoa. Usingoje ukisema mimi sasa nina savings nyingi nitatoa. Usingoje kwa mapato yako yaongezeka ndio kutoa. Unatoa kwa sababu unatafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, ukitoa utakuwa, ukitoa utajenga imani yako, ukitoa utajenga heshima yako, na ukitoa utakuza uwezo wako katika hii dunia ya kuwa mtu mwema, na kesho akhera kushukia mahali pema, pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, harufu ya pili ya siku ya leo ni harufu ya ha, na hii inafungamana na ile hadithi inayosema ad-dinu inda muamalat. Sisi maisha yetu yanajengwa kwa tabia zetu. Tabia zetu zikiwa nzuri, maisha yetu yanakuwa mazuri. Kwa hivyo ukiwa mtu ambaye tabia zako zina kukaribisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabia zako zinakuunganisha na familia yako, tabia zako zinakuunganisha na jamii yako, tabia zako zinajenga heshima yako, basi unakuwa mtu ambaye umefanikiwa katika maisha. Hakika lazima tukumbuke kwamba hard works. Muislamu anatakikana awe mvivu. Muislamu anatakikana ajishughulishe kwa kila mbinu ili kusudi afanikiwe katika maisha yake. Muislamu anatakikana kila siku atamani kusonga juu, kufika mbele, kutimiza malengo yake. Muislamu si mtu duni, anatakikana afanye kila kitu ili awe mtu ambaye ana thamani. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sisi Waislamu ndio umma bora zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyoumba katika hii dunia, kwa sababu sisi tuna sifa ya kuamrishana mazuri na kukatazana mabaya. Kwa sisi ni umma wakati na kati, umma ambao hauridhii mabaya na umma ambao unasukuma mazuri yaende mbele. Kwa hiyo aspire for greatness. Usipak maisha yako, usipak maisha yako wakati bado unaishi. Haimaanishi umri wako katika kiasi gani. Wewe maadamu Mwenyezi Mungu amekupa bonus ya kuishi, amekupa uwezo wa kuishi, hakikisha unaboresha maisha yako kila siku mpaka mwisho uwe mtu ambaye unafurahia maisha yako unayoishi. Ukiondoka hapa duniani, uondoke wakati wewe unatabasamu na wengine wanalia. Ni lazima tujitahidi kwamba hata tukiondoka hakuna atakayeziba pengo letu, kwa sababu tumejaribu kila tunaloweza kufanya ili kusudi kukuza maisha yetu. Be brave and believe. Kwamba kila siku ni muhimu kulinda heshima yako, kulinda hadhi yako na kulinda tabia yako, kwa sababu haya mambo matatu ndio yanajenga mustawa wako. Ndugu zangu, kuna mambo mengine macho yetu hayawezi kuona, lakini nyoyo zinahisi. So we have to be insightful. Unaweza kuamka asubuhi umefungua macho, lakini umefungua macho ya kiwiliwili, macho ya moyo bado yamefungika. Lakini kila ukikifanya unachokifanya kwa mazingatio ya kwamba watakapokaribiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anafungua macho yako ya moyo. Na macho ya moyo yanaona mbali kuliko macho yaliyoko usoni, kwa sababu macho ya moyo yanaona yaliyojificha chini ya vikuta, mbele ya vikuta, chini ya miti, mbele ya miti. Yanaona yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayotaka wewe uone. Kwa hivyo kuwa na maono na maisha yako. Wewe utoka wapi? Hivi sasa uko wapi? Na nia yako ni kufika wapi? Wewe utakapoingia peponi
katika daraja gani, wataka kesho Allah subhanahu wa ta'ala akuchukulie kama mtu gani. Kwa hivyo ni muhimu tuwe na uamkaji wa macho ya ndani ya moyoni. Ndugu zangu, hakuna hasara kama hasara ya kutotumia wakati wako vilivyo. Mwenyezi Mungu kuonyesha umuhimu wa kutumia wakati wetu katika njia nzuri, kaapa wa alfajiri wa layali ashr wadduha wallayli idha saja, kwa wakati wa dhuhur, wal asr kwa wakati wa asr, na wakati wa usiku. Kwa hivyo kuonyesha kwamba kila wakati una uzito wake katika maisha yetu. Ukipoteza wakati wako, umepoteza maisha yako. Kunafika wakati katika maisha ambapo hakuna kitu chenye thamani zaidi kama wakati wako, kwa sababu ukijiuliza, unaona baba, kuna wakati wa kutosha. Wewe ushafika 50, ushafika 60, ushafika 70, ushafika 80, ukizingatia wewe bado umebakisha muda gani? Ikiwa utatazama nyuma uone kwamba ulivyoishi ni muda mrefu kuliko ule wakati uliobakia. Sunna yetu sisi Waislamu ni baina 60 na 70, ndio sunna yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuruzuku kuishi kupita 70, amekupa bonus, amekupa wakati wa ziada, injury time wanaita, na huo ndio wakati wa penalty. Hakikisha umescore kila penalty unayopiga ya maisha yako, kwa sababu kuwa mfano wa penseli, futa yale ya nyuma yote kwa raba yako, na raba ya kufuta maovu ya nyuma ni saizi kufanya mema, ili kusudi ukiendelea mbele unaendelea ukiwa na imani. Allah subhanahu wa ta'ala amekusamehe yale yaliyopita na atakutengezea yale yanayokuja. Ndugu zangu, ukiacha starehe ya leo hapa duniani, ukiacha starehe ya leo hapa duniani, unanijengea starehe ya kesho akhera. Wama hayati dunia illa mata'ul ghurur. Hamna mashiko katika hii dunia. Hatukuumbwa kuishi, tumeumbwa kufa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tunapozaliwa huwa tayari tumeanza kuhesabiwa siku gani tutakufa. Kwa hiyo kila tukizingatia kwamba sisi safari yetu ina mwisho, basi fikiria ule mwisho utakuwa ni mwisho wa aina gani. Mwenyezi Mungu atupe hatima njema, kwa sababu mwisho ndio wenye nguvu kuliko mwanzo. Katika psychology tunasema think with the end in mind. Fikiria ukizingatia mimi mwisho wangu utakuwa ni mwisho wa aina gani. Kwa hiyo hata kama mwanzo wako haukuwa mzuri, fanya bidii mwisho wako uwe mwisho uwe mzuri. Ukiacha starehe fupi za leo, utafurahia faida kubwa ya kesho. Harufu yetu ya mwisho ya siku ya leo ni harufu ya ai. Kuwa mfano mzuri katika maisha yako na mfano mzuri kwa watu wengine. Kwa hivyo kuwa na hamu na kila unachokifanya katika maisha yako. Jaribu kujiuliza ni kipi cha ziada ambacho unaweza kufanya kikaongeza usalama katika kuishi kwako, neema katika maisha yako, na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala katika jitihada zako. Hakika kuweka standard kama Muislamu ni sunna. Kwa Muislamu ni mtu ambaye anataka aweke standards katika maisha yako, na ukisha kuweka standard usiishi chini ya standards ya maisha yako. As-sabr jamil, inna Allaha ma'as sabirin. Katika juhudi za kutengeneza maisha yetu, tutengeneze subra na imani. Mwenyezi Mungu anaapa kwa wakati unaokwisha, al-asr, wakati jua linaputwa, wakati siku inaishi, sema al-asr inna al-insana lafi khusr. Hakika mwanadamu yupo katika hasara kubwa, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wanaamini, waamilu salihat, alafu wakafanya mema. Wal asri inna al-insana lafi illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bil haqq. Kila wanalofanya wanatia katika mizani ya haki, watawasaw bis sabr, na kisha wanaishi wakiwa na subra. Hakika subra ndio mlango wa kutatua matatizo yote. With time
When you are sick, you get better. With time, when life becomes harder, becomes lighter. With time, mtoto mdogo anakuwa mkubwa. With time, jua linaisha, mvua inanyesha. With time, mvua inapuza na jua linatoka. Kila kitu kina complementary yake. Kwa hivyo usihuzunike, la tahzan inna Allaha ma'ana. Usihuzunike, jambo la kufanya ni kukumbuka katika kila hatua unayopiga, ipige na Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu atakulinda na kila lenye shari na atakujengea kila lenye kheri. Jaribu kuwa mfano mzuri kwa watu wengine. Fanya da'wa bila kutoa hukumu, bila kutoa lecture. Na njia moja ya kufanya dawa bila kutumia maneno ni kujenga tabia nzuri. Tabia nzuri zinaonyesha watu dini yako ni nzuri. Ndugu zangu, al-amalu binniyat, wakati unafanya amali yoyote ifanye with a deliberate attention. Uwe na nia maalum. Nimeamka nyumbani kwangu, nimetoka katika kitanda changu, mvua imenyesha, lakini nimetoka nyumbani kwenda msikitini. Ya Allah, kwa hii juhudi niliyoifanya niruzuku, ninaemesha, nibariki, niondolee mazito yangu, niondolee taabu zangu, niondolee mashakili yangu, yanyoshe maisha yangu. Unakuwa na intention. Ukiswali umeekania kwamba wewe unarukuu, unasujudu, unasimama na Allah subhanahu wa ta'ala akunyoshee mambo yako. Unapotoa sadaka ituwepania, unapofunga funga pale. Ndio maana amali yoyote katika Uislamu inatangulizwa na nia, kwa sababu intention plus action gives you a beautiful destination, kwamba ile nia na matendo mazuri yanakupeleka mwisho mzuri. Ukiishi, ndugu zangu, kuwa na hadafu, kuwa na shabaha, kuwa na lengo. Hata Mwenyezi Mungu alituumba pale, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuombeni nyinyi binadamu wala sikuomba majini isipokuwa uniabudu mimi. There has to be something you're working for. Na ndio maana hutachoka kwa lile unalofanya, kwa sababu unalifanya ukitarajia kwamba utatimiza lengo lako. Na mwisho, ndugu zangu, never give up. Inspiration, never give up. Hata kama imekuwa ngumu aina gani, pigana na nafsi. Anasema hakuna vita vilivyo bora kama vita baina ya wewe na nafsi yako. When you conquer your nafs, you will conquer your life. Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arzuqna fahman sakiba wa hifdhan wasi wa ma'rifati tamma wa al-aqli salim fi jismi salim wa tabi'ati mustaqim. Allahumma salli kaliman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma salli al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam.